Kumbuka mwezi wa 3 tutakuwa na maombi ya kufunga 3 kavu, na tutakuwa na siku 7 za masaa 12. Tutaanza na siku 7 alafu tutamalizia 3 kavu. Amina kanisa. Siku 7 manake tunafungulia jioni, kuanzia tutaanza Jumatatu tutamaliza Jumapili. Alafu hii itatupeleka kwenye 3 kavu. Pale kwenye 3 kavu si kila mmoja anaweza, lakini ukisikia ndani yako amani ya kufunga ni nzuri ufunge. Amina. Maana mifungo inatuimarisha, inatufanya kuwa imara kiroho. Mifungo inatunenepesha kiroho. Tofauti yetu sisi na wengine wasiofunga, sisi ndani yetu tumenenepa. Yaani kiroho changu mimi ni chuma cha lele. Naona kamwili kadogo, lakini rohoni kule ni chuma cha nini? Cha lele. Mtu ambaye hana mifungo na hana maombi anaweza kama amenenepa nje, lakini ndani kule ni dhaifu. Kwa hiyo mifungo hii inatufanya tuwe imara sana kiroho. Kwa hiyo tutakutangazia ni lini, sijakwambia tunaanza kesho. Tutakutangazia kama ni mwisho wa mwezi huu, lakini ndani ya mwezi huu tuna maombi ya siku 7 na tunamaliza tutakuwa na maombi ya siku 3 kavu. Kwa leo tutaangalia kipengele cha 4, kwa nini niombe maombi ya vita. Kabla sijaenda kipengele cha 4, tutakirudia kipengele cha 3 alafu kitanipeleka kipengele cha 4. Alafu kitatuingiza kwenye maombi. Pale mwishoni tutaita watu mbele kuombea, tutawaombea. Amina. Tunataka kila anayetaka kuombewa Jumapili aombewe ili tusimkose mtu. Tuko watu wengi hapa wenye nguvu za Mungu ambao Mungu ametupaka mafuta, tunaweza kuweka mikono juu ya wagonjwa na wakapokea afya. Amina kanisa, si mchungaji peke yake. Mungu ametufanya wengi kuwa na nguvu za Mungu ndani yetu. Kwa hiyo tutaweka mikono juu ya wagonjwa. Una pressure, una kansa, una kisukari, una HIV, muamini Mungu ndiye anayeponya. Sisi ni watumishi tu. Amina. Yeye alituagiza mtaweka mikono juu yao. Mimi mwenyewe ndo nitakayeponya. Kwa hiyo sisi tunaweka mikono, Mungu ndiye anayeondoa ule ugonjwa. Mungu ndiye anayeachilia uponyaji. Kwa hiyo uwe tuna imani. Tumeshaomba, twende namba 3. Kwa nini niombe maombi ya vita? Tuliona ni agizo la Mungu wetu. Tulisimama na Waefeso sura ile ya 6 mstari wa 10 mpaka wa 18. Waefeso 6 mstari wa 10 mpaka wa 18. Kwa nini niombe maombi ya vita? Ni agizo la Mungu wetu. Waefeso sura ya 10 Waefeso sura ya 10 sura ya 6 maana. Waefeso sura ya 6 kwanza haina sura hiyo ya 10. Ungeitafuta mpaka Yesu anarudi. Waefeso sura ya 6 tunaanzia ule mstari wa 10. Anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hatimaye manake ni Mungu anatuagiza kama kanisa, anatushauri, anatutia nguvu. Anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Mungu tunayemwabudu wa Kristo au Mungu wa sisi tuliookoka ni Mungu mwenye uweza sana, na analitaka kanisa lake liwe hodari katika yeye na katika uweza wa nguvu zake. Yaani zile nguvu ambazo ziko ndani ya Mungu wetu anataka uwe nazo wewe mtoto wake. Ndio maana anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na juu ya wakuu wa giza hili na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Yako majeshi tusiyoyaona mimi na wewe, na yanapatikana katika ulimwengu usioonekana. Bwana asifiwe sana. Yanaitwa majeshi ya pepo wabaya, yanaishi kwenye ulimwengu wa roho. Hayo majeshi ya pepo wabaya yanafanya kazi pamoja na Lucifer, na kazi ya hayo majeshi kuharibu kazi za wanadamu, kuharibu maisha ya wanadamu, kupambana na we mwanadamu, kuhakikisha unaamini kwamba Mungu hayupo, unageukia upande wa shetani. Sasa Mungu amekutadhalisha, anakupa agizo kwamba ili uyashinde haya majeshi ya pepo wabaya, hatimaye uzidi kuwa hodari katika yeye Bwana
na katika uwezo wa nguvu zake. Hebu sema, tuseme wote, uwezo wa nguvu zake. Sema, uwezo wa nguvu za Yesu. Yesu akiwa upande wako, haya majeshi ya pepo wabaya hayawezi kukubabaisha. Yesu asipokuwa upande wako, haya majeshi ya pepo wabaya yatakusumbua, kwa sababu kwanza hayana akili nzuri, ni vichaa. Kwa hiyo unapopigana na haya majeshi ya pepo wabaya ni kama unapigana na vichaa fulani waliokata kamba mbinguni, maana walikuwa malaika wazuri wakashindwa kumtii Mungu wetu, wakashindwa kukaa na malaika watakatifu, yakamwasi Mungu, yakakata kamba kule mbinguni. Kwa hiyo anafanya vitu kama mavichaa fulani. Mwambie mwenzako, shetani hana akili nzuri. Shetani hana akili nzuri. Na wafuasi wake hawana akili nzuri. Kama uko hapo mfuasi wa shetani, huna akili nzuri, na cha kunifanya huna. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu alijua kwamba yako majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, ndio maana akalishauri kanisa, au analiagiza kanisa liwe hodari. Uhodari wa kanisa ni katika nguvu za Bwana. Yaani kanisa ni wewe, sio hili jengo. Bwana asifiwe sana. Mtu mmoja mmoja aliye na Yesu ndani ndo kanisa. Sasa mtu hodari ni kanisa ambayo ni mtu ambaye ana Yesu ndani na anajua mamlaka iliyoko ndani ya Mungu wake. Yaani unajua kuitumia hiyo mamlaka. Maana unaweza ukawa na Yesu ndani na usimtumie. Kama wanafunzi walikuwa na Yesu chomboni, alafu bahari na wanyanyasa, wanapambana kwa akili zao, wanajaribu kutuliza bahari kwa kukabiliana nayo, lakini kwa neema ya Mungu wakagundua kwamba humu ndani tunaye mwenye mamlaka. Bwana asifiwe sana. Petro akamwamsha Bwana akisema, Bwana Yesu, Bwana mkubwa, tunaangamia. Angalia, alipoamshwa akasimama akanyamazisha bahari. Kwa Yesu anapokuwa ndani yako, hizi falme na haya majeshi ya pepo wabaya yanapoinuka kufanya vita na wewe unajua Yesu yuko ndani yangu, cha kwanza hautaogopa. Bwana asifiwe sana. Cha kwanza hautaogopa, lakini cha pili utatumia mamlaka ulio nayo, utapambana na hizo nguvu za giza, na kwa sababu mamlaka iliyoko ndani ya aliyeokoka ni mamlaka ya Mungu mwenyewe, hizo nguvu za giza hazitakushinda. Ndio maana tulikotoka maandiko yanamwambia Yeremia, Mungu anamwambia Yeremia, usiwaogope hao, kwa maana watashindana na wewe lakini hawatashinda, maana mimi Mungu nipo pamoja na wewe ili kukuokoa. Mtu yoyote aliye na Yesu ndani, hata mashetani yakainuka namna gani, hata mizimu ikainuka namna gani, hata wachawi wakaandamana namna gani, atawapiga, watapigika, na Mungu aliye upande wake atamshindia vita ya kila aina. Katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wetu ni hodari. Anatutaka na sisi tuwe hodari. Kanisa lenye Mungu ni hodari. Haleluya kanisa. Ndio maana uwezi kukuta mtu aliyemwamini Yesu vizuri akazaa mtoto wake akamfunga kamba kiunoni akiamini ni ulinzi, au shingoni, au akamvalisha konokono fulani, au kamba nyeusi mkononi. Kwa nini? Tunayo nguvu kushinda hizo kamba nyeusi. Tunayo nguvu kuliko hayo makonokono. Tuna Mungu mwenye uweza kuliko kamba zinazofungwa viunoni. Ndio maana walokole watoto wetu hatufungi madawa. Kwa nini? Wamefungiwa nira ya Kristo. Na Yesu anasema nira yake ni laini, mzigo wake ni mwepesi. Ndio maana ukimwangalia unaona hana hirizi, unaona hana chochote. Chokoza uone, ukigusa hagusiki. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hodari wa Mungu wetu ni uhodari unaoshindwa nguvu zote. Twende andiko lingine kwenye pointi hiyo ya pili. Kwa nini niombe maombi ya vita? Ni agizo la Mungu wetu. Angalia wimbo ulio bora. Wimbo ulio bora sura ile ya pili mstari wa 15. Wimbo ulio bora sura ile ya pili mstari wa 15. Kwa nini niombe maombi ya vita? Kwa sababu Mungu wetu ni agizo la Mungu wetu. Wimbo ulio bora sura ya pili
Mstari wa 15 anasema hivi, tukamatieni mbweha wale wadogo wadogo, tukamatieni mbweha wale mbweha wadogo wadogo waharibuo mizabibu, maana mizabibu yetu yachanua. Angalia, anayeagiza agizo la kukamata mbweha ni Mungu mwenyewe, na analiagiza kanisa kwamba nikamatieni wale mbweha wadogo wadogo, wale mbweha wanaoharibu mizabibu, kwa sababu mizabibu yetu imechanua. Kwa hiyo mbweha wanaoagizwa hapa tuwakamate, usifikiri mbweha wale wa Mikumi au wa Serengeti au wale wa maporini. Mbweha hawa ni wanadamu kabisa walioamua kuingia mikataba na shetani, wakaamua kuzifanya kazi za shetani. Ni wanadamu wenye roho ya shetani ndani yao. Mungu anawaita mbweha. Ndio maana Biblia imesema hivi, nje ya wokovu au nje ya kanisa wako mbwa. Si mimi nimesema, Bwana asifiwe sana. Ni neno la Mungu, anasema huko nje wako mbwa, wako wachawi, wako walawiti, wako wafiraji, wanatajwa kama mbwa. Hapa anasema nikamatieni wale mbweha wadogo wadogo waharibuo mzabibu. Kwa hiyo unawakamataje hao mbweha wadogo wadogo ambao ni washirikina, ni wafunga majini, ni wanajimu, wasoma nyota, wasihiri, waganga wa shetani? Hawa wanatajwa kama mbweha, na mizabibu wanayeharibu ni wewe mwanadamu. Nakumbuka Yesu kwenye Yohana anasema mimi ni nani? Mimi ni nani? Mimi ni mzabibu. Si mpaka tuna nyimbo tunaimba mimi ni mzabibu nanyi ni matawi, si ndio? Kwa hiyo mbweha hawa wanaharibu mizabibu ambalo ni shamba la Mungu. Shamba la Mungu ni wewe. Mungu amekupanda hapa duniani uyafanye mapenzi yake, uyatimize yale ambayo Mungu anataka. Kwa hiyo shetani anaharibu, ndo anaharibu, anawafanya wengine kuwa wachawi, amewafanya wengine kuwa mashoga, amewafanya wengine kuwa walawiti, amewafanya wengine kuwa walevi, na wengine kuwa hivi na hivi na hivi. Sasa agizo la Mungu kwa hao mashetani ambao ni mbweha, anasema sisi kanisa tumkamatie hao mbweha. Na tunamkamataje huyo mbweha? Unamkamata kwa maombi yaliyojaa nguvu na uwezo wa Mungu. Uwezo unasema mchawi na kukamata, tuna kanuni zake za kuwakamata. Unaingia kwenye maombi ya vita, unajipanga vizuri kwamba leo nataka nifanye vita na wachawi wa mtaa wangu. Unamwambia Mungu, umenipa kumiliki, kama unavyosema mahali popote nitakapokanyaga nyayo za miguu yangu umenipa kumiliki. Lakini ulimwambia Ibrahimu aangalie mpaka upeo wa mwisho wa macho yake, huko kote umempa kumiliki. Kwa hiyo na wewe unaoangalia mtaa wako unasema Mungu, kamtaaka kote umenipa mimi kumiliki. Kwa hiyo nafanya vita na mbweha walioko kwenye huu mtaa wanaoharibu mizabibu. Unaingia kwenye maombi ya hatari. Utakapoomba maombi haya, kama kwenye mtaa huo kuna wachawi, wanakuwa wanapigwa. Kama kuna wafuga majini wanapigwa. Kama kuna wasihiri wanapigwa. Kama kuna waganga wanahama. Kama kuna manajibu wanapigwa. Unafanya nao vita kwa kusudi tu, kwa kulitimiza agizo la Mungu. Haleluya kanisa. Si mpaka wakati mwingine wa kuanze. Unatii agizo la Mungu, kwa sababu aliyesema ni amiri jeshi mkuu wa kanisa. Kama Mungu amesema, lazima mimi kanisa nitii. Ndio maana yeye amesema utii ni bora kuliko nini? Moja ya utii wetu kwa Mungu ni kutii kile Mungu alichotuagiza. Kama ameniambia nimkamatie mbweha wadogo wadogo, kwa nini nisifanye hivyo? Na wakati majeshi ya malaika wako upande wangu. Unajua kila aliyeokoka anatembea na majeshi ya malaika. Ni vile huwaoni, lakini unao. Ukisoma Wafalme kule utaona Elisha alikuwa na mjakazi wake pale, mtumishi wake. Na yule mtumishi alikuwa hajui kwamba yuko pale nyumbani kwa Elisha, kwamba kuna malaika wako wengi pale, alikuwa hajui. Baadaye vita ilipojipanga kupigana na Elisha, yule mtumishi akaogopa. Akamwambia, ole wetu bwana wangu, maana tumekwisha. Hayo majeshi ya Washami yametuzingira. Elisha akamwambia, wewe unayaona haya? Walio upande wetu ni wengi kuliko hawa. Alipomwomba mfungue macho aone, akaona majeshi makubwa wenye nguvu, wenye uwezo, wamezingira ile nyumba.
ndivyo ilivyo kwa mtu aliyeokoka. Tayari malaika tumepewa, timizeni neno la Mungu kwa kukamata mbweha wadogo wadogo wanaoharibu mizabibu ya Bwana. Mungu wetu ametupanda duniani tuyafanye mapenzi yake, na moja mapenzi yake anakuagiza hapa, anasema nikamatieni mbweha wadogo wadogo. Ndio maana kwenye Luka 13 mstari wa 31 na 32 Yesu analetewa ujumbe na Mafarisayo kwamba ondoka hapa, Herode anataka kukuua. Jibu la Yesu anawaambia, mwambieni huyo mbweha, leo na kesho natoa pepo na kuponya magonjwa, siku ya 3 nakamilika. Hakuogopa kwamba Herode anataka kuniua. Alijua walio upande wake ni wengi kuliko walioko upande wa Herode. Kwa hiyo kanisa la Mungu tuko hapa duniani kuyatimiza mapenzi ya Mungu, na mapenzi ya Mungu ni kufanya vita. Anasema hatimaye uzidi kuwa hodari na katika uwezo wa nguvu zake, vaa silaha zote za Mungu uweze kuzipiga hila za shetani. Anasema kwa sababu kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, tuna vita katika ulimwengu wa roho. Tunaopigana nao hawaonekani, lakini wapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ni ngumu sana kumjua adui yako. Yesu alituambia hivi, adui wa mtu ni wa wapi? Ni wa wapi? Wa nyumbani mwake. Yaani shetani alipokuwa hana akili, anaweza akatumia hata baba yako kukumaliza wewe. Anaweza akatumia hata dada yako, kaka yako kukumaliza wewe. Anaweza akatumia bibi yako, babu yako kukumaliza wewe. Anaweza akatumia mashangazi, wajomba, mabinamu akakumaliza wewe. Kwa hiyo lazima wewe uwe tayari saa isiyofaa na saa inayofaa. Wakati wote uwe tayari. Mungu anataka kamata hao wachao. Kamata hizo mbweha zinazoharibu mizabibu. Na mizabibu kwa lugha nyingine ni mafanikio ambayo Mungu anataka wewe uyapate. Haleluya kanisa. Ndio maana unaona mtu anasoma anapokaribia majira mtihani anaugua. Manake mashetani ashaona baada ya mtihani nini kitatokea. Huyu mtu anaenda kufaulu, anaenda kidato kingine. Anaenda kufaulu, anaenda chuo kikuu. Kwa hiyo mtihani unapokaribia wanaachilia ugonjwa kwako. Lakini ukitafiti unaweza kukuta ni baba yako limesimama pale linacheza na mwili wako. Linatumika na shetani. Kama linatumika na shetani, na wewe usilihurumie. Kwa sababu hatuna undugu kati ya sisi na walio kwenye ufalme wa shetani. Hatuna undugu. Ukisoma Biblia inakuonyesha wazi, Lazaro akafa akaenda kifuani kwa Ibrahimu. Wachawi na washirikina wakafa wakaenda jehanamu ya moto. Akiwa tajiri kule motoni, anamwona Ibrahimu yuko kifuani kwa Lazaro yuko kifuani kwa Ibrahimu. Tuna gepu kubwa kati ya wao na sisi. Tuna utenganifu mkubwa kati ya wazambi na sisi tuliomwamini Mungu. Kwa hiyo madamu anatumika na shetani, hata kama ni nani, piga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu usipompiga atakupiga wewe. Ukicheza naye na kumaliza wewe. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mizabibu ni mafanikio, wakati mwingine ni mafanikio ambayo Mungu ameyaweka kwa ajili yako. Kwa hiyo hao mbweha ambao ni mashetani yakiwa ndani ya watu wanachukia sana kuona mafanikio yako. Ndio maana mwingine anaweza akachukia tu kwa nini umeolewa au umeoa. Mwingine akachukia tu kwa nini umejenga au umenunua uwanja. Na wanakuwa na chuki ile yenyewe, yani si ya kibinadamu, ile yenyewe ya shetani. Haleluya kanisa. Shetani akiwa ndani ya mtu anakuwa na moyo wa chuki. Kibinadamu hauna chuki kama ile. Ndio maana mwingine anachukia mpaka analia kusikia umefanikiwa. Anacheka mpaka machozi yanamtoka anaposikia umeharibikiwa. Yaani anacheka mpaka machozi, yani anasema nilijua tu atafika wapi. Bwana asifiwe sana. Kwa nini acheke wakati ni binadamu mwenzako? Ndani yake ana roho ya kishetani. Kwa hiyo hao ni mbweha. Biblia inawataja ni mbweha, na Mungu analiagiza kanisa, anasema nikamatieni mbweha wadogo wadogo, wale mbweha wanaoharibu mafanikio yako. Tutawakamata siku ya leo kwa jina la Yesu. Hata kama wako Kigoma, hata kama wako Mbeya, hata kama waliko wapi, tutawafuatia huko kwenye ulimwengu wa roho, tutawakamata na tutawaangamiza kwa jina la Yesu.
Ndio maana unapoingia kwenye maombi, mwambie Mungu, na watafuta kokote waliko, ninawasachi kwenye mashimo, chini ya bahari, kwenye maziwa, kwenye mapango, kwenye milima, kwenye mito mikubwa, kokote waliko na wasachi na wakamata na wanyonga kwa jina la Yesu. Unaposema vile, ndivyo mambo yanavyokuwa. Kumbuka Mungu wetu yuko kila mahala. Yeye amejitambulisha kwa jina niko, ambaye niko. Yuko baharini, yuko kuzimu, yuko kila mahala. Unaposema Mungu, na wakamata watesi wangu, kokote waliko wanakamatwa. Angalia, anasema mkono wake si mfupi hata ashindwe kufanyaje? Kuokoa. Kwa hiyo anawafikia popote walipo, hawawezi kujificha mbele ya uso wa Mungu. Daudi anasema, niende wapi nijifiche na uso wako? Mashetani hayawezi kukimbia uso wa Mungu. Wewe ukiomba, Mungu yuko upande wako, hawawezi kukimbia. Kokote waliko wanakamatika. Lazima uitue vita na lazima upigane vita sawa sawa na Mungu alivyokuagiza. Twende pointi ya 3 ya 4. Twende pointi ya 4. Nilisema nitagusa ya pili kidogo, alafu nitaruka ya 3, nitaenda ya mwisho. Leo nalifunga hilo somo. Pointi ya 4. Kwa nini niombe maombi ya vita? Andika, shetani ni muharibifu wa mipango ya Mungu kwa wanadamu. Kwa nini ninatakiwa niombe maombi ya vita? Shetani ni muharibifu wa mipango ya Mungu kwa wanadamu. Yaani yale Mungu aliyotupangia, shetani anayaharibu. Yale Mungu aliyokuandalia, shetani anayaharibu. Kwa hiyo lazima nipigane na huyo muharibifu ili asiharibu yale ambayo Mungu amenipangia mimi. Lazima nizipige na huyo muharibifu ili asiharibu kusudi la Mungu kwenye maisha yangu. Kwa nini niombe maombi ya vita? Shetani ni muharibifu wa mipango ya Mungu kwa wanadamu. Kitabu kile cha Yohana, Injili ya Yohana sura ile ya 10 na mstari wake wa 10. Yohana 10 mstari ule wa 10. Yohana 10 mstari wake wa 10. Anasema, mwizi haji ili aibe na kuchinja na kuharibu. Naona kazi ya shetani eh? Yeye ni nani? Kwa nini niombe maombi ya vita? Shetani ni muharibifu wa mipango ya Mungu kwa wanadamu. Hapa anatajwa shetani kama mwizi. Anasema anapokuja kwa mtu, anakuja na mambo matatu. Jambo la kwanza, anakuja kuiba. Jambo la pili, anakuja kuchinja. Jambo la tatu, anakuja kuharibu. Kwa hiyo hakuna mchawi akaenda kwenye nyumba yako akaleta amani. Yaani mtu mbaya akija kwako lazima aache ubaya. Bwana asifiwe sana. Na mtu mwema akija kwako lazima atatenda mema. Ndio maana angalia watumishi wa Mungu wakija nyumbani kwako, lazima mwishoni pale au wanapoingia anakuambia tumshukuru Mungu kwanza. Mtaomba pale, si ndio? Lakini baadaye mtakapoongea na kuongea, anataka kuombea atakwambia, anataka kuondoka atakwambia ngoja tuombe. Atatamka baraka juu ya nyumba yako, atatamka baraka juu ya watoto wako, atatamka baraka juu ya yale ambayo unafanya. Na mtu mchawi au mtu wa shetani ni vile vile, akija kwako anakuja na ubaya wake. Hapa anasema mwizi haji ili aibe na kuchinja na kuharibu. Sasa lazima niwe na maombi ya vita ili huyu mwizi anapopanga kuja kuharibu kwangu, yaani akikumbuka tu namna yangu ya kuomba, anasema na gaili siendi leo, ngoja nikusanye nguvu tena. Yaani kila anaposema wiki hii tutatembelea nyumba ya Hosiana, tutatembelea nyumba ya Michael, tutatembelea nyumba ya John, wakikumbuka aina yako ya maombi, anasema kipindi kile tulikwenda aliua mpaka kizazi chetu, hebu tusiende kwanza, ngoja kwanza tukusanye nguvu nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Wanajua aina yako ya maombi, wanakujua wewe ni hatari. Kwa hiyo tukienda, akisimama akaanza kumwita Mungu wake, tumekwisha. Haleluya kanisa. Lakini kama si mwombaji wa maombi ya vita, huwa wanakuja
Ndio maana wengi mnaamka mmechoka, wengi mmeamka mmelimishwa, wengine mmebebelea mizigo, wengine mnapanga maduka ya watu. Mmoja akaniambia, mchungaji, nikilala naona nafagia barabara zote za Kigamboni. Yaani kila siku yeye anafagia barabara. Na anasema na nikiamka nimechoka kweli. Aliniambia juzi tu kwenye ushauri. Bwana asifiwe sana. Lakini anasema wakati wa nyuma nilikuwa ndoto zangu nyingi, nikilala niko kwenye hoteli ya ndugu yangu na shughulika pale, na katakata nyanya, nafanya hiki, yuko busy kwenye hoteli ya ndugu yake. Na anasema huyo ndugu yupo na hiyo hoteli anayo. Sasa kiroho maana yake nini? Kwamba ni kweli anachukuliwa, anatumikishwa barabarani. Yaani yeye anaona amelala, lakini dhamiri yake, nafsi yake inaenda barabarani kufanya usafi. Unakuwa wewe unafanya usafi bila kulipwa. Maana wale wanaofagia barabarani wanalipwa, wana posho yao mwisho wa mwezi. Lakini hii ya kutumikishwa hii haulipwi chochote. Ndio maana anasema nikiamka nimechoka, sitamani hata kufanya kazi zangu tena. Kwa sababu umetoka kazini, huwezi kudabu kazi by kazi. Yaani unatoka kazini unaingia tena kazini. Huwa tunatoka kazini tunaenda kupumzika. Lakini ananiambia tangu nimeanza kusali hapa, tangu nimeokoka, yule ndugu yangu mwenye hoteli saa hizi hata salamu yangu hataki. Wakati alikuwa ananipenda kweli, namwambia, si umeacha kazi kwenye hoteli yake? Kiroho ameacha nini? Kazi kwenye hoteli yake. Yaani wewe umelala, wenzako wanakuchukua, wewe utaosha mavyombo. Na unajua hotelini vyombo vinachafuliwa sana. Tena usiombe hoteli ya nyota 5. Mtu hata kanywea maji tu, hiki chombo inabidi kioshwe tena. Yaani maji tu masafi kamimina mle, kanywea basi leo peleka kikaoshe. Kwa hiyo unakuta wewe ukiingia tu kulala, ndio watu kama unakuta analala kwetu. Yaani akilala una uwezo wa kumtoa kwenye kitanda ukamweka pale, ukageuza kitanda ukafanya unavyotaka, ukamrejesha tena na hajui. Akilala ni kama mfu. Kumbe yuko hotelini. Kumbe yeye site usiku anafagia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema nakataa hiyo kwa jina la Yesu. Nakataa kutumika kwa jina la Yesu. Kwa hiyo shetani ni mharibifu. Anaharibu mipango ya Mungu aliyowapangia wanadamu. Anaharibu kwa njia gani? Kwa kuiba, kwa kuua. Hapa amesema kwa kuchinja na kuharibu. Wanakuja wanaharibu yale Mungu aliyokupangia, wanaharibu. Sasa fikiria wewe, labda Mungu amekupangia ufanye kazi fulani, wao washakutoa wanakufanyisha kazi barabarani. Wanazue sana. Maana yake kile ambacho Mungu alitaka ufanye hapa duniani hutakifanya. Si tayari wameisha kuajiri? Si tayari wameisha kupa kazi yao? Kile cha Mungu hutakifanya. Wanaweza asiwe sana. Kama Mungu alitaka wewe umtumikie, tayari wamesha kuweka kwenye utumwa mwingine ambao sio kusudi la Mungu, sio mpango wa Mungu. Kwa hiyo nashindaje hapo? Lazima uwe na maombi ya vita, ili wanapopanga tukamchukue fulani asafishe barabara, waseme mnakumbuka siku yetu tulivyoenda, alichoma nyumba zetu moto, alichoma vilago vyetu moto, aliunguza magari yetu. Wanaposema tukambebe fulani akalime mashamba yetu, wanasema mnakumbuka siku yetu tulijidanganya hivyo hivyo. Nini kilitokea? Aliua wazaliwa wetu wa kwanza. Kwa hiyo mtu sio wa kumchukiwa, mwacheni. Wanaposema mwacheni, ndio usalama wako. Wanapokuogopa ndio usalama wako. Lakini wanapanga jambo na wanafanikiwa kwako, watakutumikisha sana. Ndio maana mwingine akilala anatafuna. Yaani akilala anatafuna. Kumbe wanakupeleka, wanakutumikisha, unasaga zile nyama ngumu ambazo kwa meno yao wameshindwa kusaga. Unazipochanga kwanza wewe, alafu wanalisha vitoto vyao. Yaani wewe meno yako ni kama mashine
ile ya kusaga nyama. Unaona maduka mengine ya nyama wanaandika nyama ya kusaga ipo. Sasa kuzimu hawana mashine hizo, wanachukua kinywa chako wanaenda kusagia nyama hapo. Nyama ya kusaga ipo. Wewe ndio umeikachanga kacha. Ukiamka asubuhi unasema fizi zote zimevimba. Yaani fizi hizi. Yaani hata wewe hujawahi kuona mtu anaumwa fizi na anaenda kuchunguzwa kinywa kiko tu safi. Anatumika. Wapo watu wakilala wanatafuna. Wanazuri sana. Mimi nilisoma na kijana mmoja. Yule kijana mamake alikufa. Baada tu ya kuzaliwa yeye mamake akafa. Amelelewa na bibi yake. Maisha yake yote amelelewa na bibi yake. Sasa sijui huo utundu aliupata wapi. Lakini kuna wakati tulikuwa tuna makusanyiko yale ya kishule au ya mnaenda kuvua. Kwa hiyo mnakutana na yule kijana. Yule kijana alikuwa na tabia ikifika usiku, yaani mkilala hata saa 3, baada ya kulala mpendi lisali moja tu, ananyanyuka na kaa. Yaani hata kama wengine wanapiga story, yeye ashalala, mpe lisali moja ananyanyuka na kaa. Akikaa anaanza kuendesha anaunguruma kabisa mdomo. Unaona anaingiza gia. Lakini kakaa na macho kafumba. Kwa hiyo ilifika mahala zile taarifa ilikuwa ni kama zimeenea kwenye kile kijiji. Kwa hiyo wengi tukienda kama kuna tukio la pamoja, nasema kalala wapi? Tunakaa naye pembeni tunasubiria. Amelala muda gani? Tumpe lisali moja. Lisali ikifika ananyanyuka. Unaona kabisa anatoka kwenye usingizi, anakaa, anaanza unaona miguu inasukuma mchanga hivi. Anaendesha. Sasa pale anaanza kumwamsha, wewe unafanya nini? Wala kuelewi. Unaona kwanza analala naye. Sasa huyu usifikiri anafanya utani, ni dereva. Pale limebaki ni mwili, lakini nafsi yake inaendesha. Wengi tu mnaendesha mjui. Kwani wangapi mnasema mchungaji nimeota ndoto napaa? Unapaaje wewe binadamu? Huna mabao wewe, unapaaje? Wenzako wanakupaisha, wanakaa mgongoni hapa twende, ndio unaona umepaa. Wamekufanya aeroplane yao. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa damu ya Yesu. Kweli nakwambia, lengo langu si nikufurahisha, nakwambia ukweli. Usipokuwa na maombi ya hatari, shetani anakuchezea. Wangapi mnaota ndoto mnapaa? Umewahi kuota ndoto? Uwe tu mkweli, unaota ndoto unapaa. No. Sasa kwa nini upae wakati huna manyoya? Kwa nini upae? Manake wewe wanakutumia kama gari lao, kama ndege yao. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mmoja tulikuwa tunamwombea, mashetani anasema hivi, huyu fulani huyu, huwa tunakuja pale nyumbani, tunamfanya kiti chetu. Tunafanya vikao pale ndani yao, tunajadili, tunakaa hapo, tunakaa watu wengi tunakaa kwenye mgongo wao. Yaani fikiria wao wanakuja nyumbani, unawezekana nyumbani kwako mpaka sofa unazo au viti vile vya chakula unazo, lakini hawakaaji mle. Wanataka tu mchokozi, wanakaa kwenye migongo yako. Sasa fikiria wamekuja saa 4, wamemaliza kikao saa 9, huo mgongo wako uko salama? Uko salama? Lazima utapata shida ya pingili za mgongo. Na si kwa siku moja basi, unakuta ni mara nyingi wanakuja kufanya hivi. Kwa hiyo lazima tuwe na maombi makali sana. Usiombe yale maombi ya kubembelezana na shetani. Omba maombi ya hatari, kwa sababu Mungu wenyewe ni Bwana wa vita. Wewe unaomba maombi ya kumlemba shetani? Omba maombi ya hatari, ili akijakanyaga tu akanyagwe, akijichanganya achanganyikiwe. Haleluya kanisa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana hapa anasema kwa nini niombe maombi ya vita? Shetani ni mharibifu wa mipango ya mwanadamu, mipango ya Mungu kwa mwanadamu. Mungu anayekupangia wewe ni mazuri, yeye anayeharibu. Tuangalie mipango ambayo shetani ameiharibu kwenye eneo la ndoa. Tuangalie tu kwenye eneo la ndoa, mipango ambayo shetani ameiharibu kwenye eneo la ndoa. Mungu alivyoipanga ndoa na shetani alivyoipanga ndoa ni ndoa mbili tofauti. Yaani ukichukua ndoa ambayo Mungu aliirasimu na ndoa ambayo shetani ameirasimisha ni ndoa mbili tofauti. Na leo ile ya shetani ndio ina nguvu, ile ya Mungu inaonekana haifai. Anaharibu kusudi la Mungu kwa wanadamu. Haleluya kanisa. Tutaangalia ndoa ambayo Mungu alikusudia na ndoa ambayo shetani ameiweka. Tutaona hapo. Tuanze na kitabu kile cha Mwanzo. Tuone ndoa ya Mungu. Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 7, tutaruka tutasoma wa 15 mpaka wa 24. Mwanzo sura ya 2. Tuone alivyovuruga ndoa, alivyoharibu ndoa, alivyoirasimisha Mungu na yeye alivyoipanga. Ni ndoa mbili tofauti. Na leo hii ya shetani ndio imepata umaarufu sana na ina nguvu sana, na wengi wamekwamia huko. Mwanzo sura ya 2. Tusome mstari ule wa 7. Tutaruka tutasoma wa 15 mpaka wa 24. Mstari wa 7 tunaona Mungu anapanga mipango ya ndoa hapa. Anaanza uumbaji, anaanza hivi. Anasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi puani, pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Hapa Mungu ameanza kuumba. Haisemi mtu wa aina gani, wa kiume au wa kike, lakini Mungu kwanza alianza na kuumba. Bwana asifiwe sana. Yaani wewe unatokana na uumbaji wa Mungu. Uwe mwanamke, uwe mwanaume. Kabla hujawa na mume wako, kabla hujawa na mume wako, Mungu kwanza alikuumba wewe. Ndio maana kuoa sio lazima, wala kuolewa sio lazima. Jambo sisi tunaonekana tunaliona kama kuoa na kuolewa ni lazima. Bwana asifiwe sana. Hata Adamu Mungu anampa mke kwa sababu aliona uhitaji wake. Sasa twende 15. Anasema hivi, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu yule aliyemuumba kule kwenye 7, kwenye namba 7. Akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. Unaona kamuumba mtu alafu akamchukua akamweka kwenye bustani ailime na kuitunza. Mstari wa 16, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akasema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, wala kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Unaona mtu yupi? Yule aliyeumbwa na Mungu, yule aliyoweka kwenye bustani ya Edeni. Mungu anaona huyo mtu ana uhitaji, ana upweke. Bwana siwe sana. Maana asingekuwa na upweke asingempa. Aliona upweke. Ndio maana anasema Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akamfanyia, akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamleta kwa Adamu ili aone atawahitaje kila kiumbe hai. Jina aliloliita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina wanyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, walakini hakuonekana msaidizi wa Adamu. Kulikuwa na uhitaji hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuonekana mnyama anayeweza kumsaidia Adamu.
Si Adamu alitaka kuoa, palikuwa na pengo. Umenipa wanyama wa kila aina, kuna pengo. Hakuna mnyama anayeweza kunisaidia kazi za bustani, kazi za shamba ulionipa nililime na kulitunza. Hajaonekana mnyama aliye tayari kunisaidia. Anasema lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Angalia mstari wa 21. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Ule ubavu alioutwaa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Ametengenezwa kutokana na mifupa yangu, kutokana na nyama yangu, kutokana na mwili wangu, kutokana na ufahamu wangu, ataitwa mwanamke. Huyo Mungu anatengeneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndoa. Kwa hiyo anasema mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkeo, nao watakuwa mwili huu mmoja, so wawili. Mke na mume mbele za Mungu ni mwili huu. Leo kwa ndoa alizozirasimisha Shetani, mke na mume si tena mwili mmoja, ni miili miwili. Ndio maana cha mwanaume cha mwanaume, cha mwanamke cha mwanamke. Ndio maana unakuta kuna siri mwanamke anazo mume wake hajui, kuna siri mwanaume anazo mke wake hajui. Hivi mwili wako unaweza kauficha? Mimi hapa saa hizi kiatu kinanibana kule kidole cha mwisho kuna bana. Mwili mzima unajua kule kwenye kidole cha mwisho kuna umu. Wanahubiri hapa lakini akili yote wanajua kule mwishoni, mwenzetu wa mwishoni kule, yule wa mwisho kabisa kule anaumia na kiatu. Huwezi kuuficha mwili wako. Leo hatuna ndoa ya mwili mmoja. Bwana asifiwe sana. Tuna ndoa ya miili. Nani amerasimisha ndoa za aina hii? Shetani. Ndoa ya Mungu ilikuwa ni mwili mmoja, kwa sababu huyo mwanamke mwenyewe ametoka ndani ya mwili wa Adamu. Ndio maana walimia pamoja, walifanya pamoja, walipenda pamoja, kila kitu walifanya kwa umoja. Ndio maana hata kumwasi Mungu akamwasi wote pamoja. Eva kaasi, Adamu naye akasema kwa sababu wewe na mimi ni wamoja, tunaasi wote. Haleluya kanisa. Mungu alipowauliza Adamu akakataa, Eva naye akakataa, wote wakamtupia lao lilikuwa hili. Haleluya kanisa. Hata katika ubaya walienda pamoja. Angalia ndoa hii ndio Mungu alirasimisha, ya kunia pamoja, kufanya pamoja. Sisemi kwa mabaya. Sikwambii wewe mwanandoa na mwanandoa mwenzako munie pamoja mabaya. Mungu aliwalazimisha pamoja, mwili mmoja kwa mazuri. Lakini angalia, Yesu alikazia neno hilo hilo kwenye ile Mathayo. Hapo mbele nitaichambua vizuri. Angalia Mathayo 19. Mstari wa 3 mpaka wa 12. Mathayo 19 mstari wa 3 mpaka wa 12. Nataka nipaelezea hapo alafu niichambue ndoa kwa pamoja. Namna shetani alivyoivuruga ndoa. Ile ambaye Mungu alirasimisha, yeye akalasimisha kwake. Mathayo 19 mstari wa 3. Mathayo 19 mstari wa 3. Anasema basi Mafarisayo walimwendea wakamjaribu, wakamwambia, je, ni halali mtu kumwacha mke kwa kila sababu? Hao ni viongozi wa dini wanamuuliza Yesu. Akawajibu akawaambia, hamkusoma? Unaona, anawarudisha wapi? Kwenye mwanzo tulikotoka kusoma. Yaani Yesu anamuuliza nyakati hizo za kina Mafarisayo. Wakati huo kitabu cha Agano la Kale, Mwanzo, kitabu cha Mwanzo kipo. Yesu anawajibu kwa neno, anawaambia hamkusoma? Wamemuuliza pale juu hivi, ni halali kumwacha mwanaume na mwanamke kwa kila kosa? Yaani ni halali kuachana?
Akawajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliumba mtu mume na mtu Kanisa uwe huku. So mnatembea tembea tu nyinyi, baadaye mnaharibikiwa. Maandiko mazuri yanatoka hapa kila siku, mnakosa maarifa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Macho yako yawe madhabahuni. Wengine kwa kuangalia madhabahuni waliona mpaka malaika. Weka tu macho kushoto na kulia, shangaa feni, nishangae mimi. Weka macho yako madhabahuni. Yesu anawajibu, anawaelekeza kwenye uumbaji kule tulikotoka. Hawa wanamuuliza hivi ni halali kuachana? Kwa sababu sisi tunaachana, tunapeana talaka. Angalia majibu ya Yesu. Akawajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye Mungu aliyewaumba mwanzo aliumba mtu mume na mtu mke? Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkeo, nao hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili. Unaona hapo Hata wamekuwa si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Basi aliyoyaunganisha Mungu, mwanadamu asiyatenganishe. Mungu anawajibu kwamba Mungu alichounganisha, wewe mwanadamu hutakiwi kutenganisha. Maana yake anawakataa. Si halali kutoa talaka, si halali kuachana. Sasa wao wakamuuliza, wewe Yesu unatuambia si halali kuachana, mbona Musa alitupa mamlaka ya kuachana? Angalia mstari wa 8. Akawaambia Musa mstari wa 7, wakamwambia jinsi gani? Basi Musa aliamua kumpa hati ya talaka na kumwacha. Wanamuuliza hilo swali Yesu. Angalia majibu ya Yesu. Akawaambia Musa, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Unaona Yesu anawajibu tangu mwanzo wapi? Kwenye kitabu cha Mwanzo tulikosoma. Anawaambia toka uumbaji haikuwa hivi. Mungu ndoa yake ilikuwa si ya kuachana. Musa anatoa ruhusa ya kuachana. Hata huo ruhusa sio wa Mungu, amewapa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Angalia, tumeisha mstari wa ngapi? Wa 8 tumeusoma, si ndio? Akawaambia Musa aliwapa ruhusa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Sasa Musa alikuwa ni mtumishi wa Mungu, watu wote tunaamini hivi, si ndivyo? Kwa nini anaruhusu talaka? Kwa nini Musa uruhusu? Yaani sawa na mimi najua hiki Mungu amekataza, alafu nawaambia mfanye hivi, niko sawa? Kwa mfano Mungu amekataza sisi kanisa kuoa mke zaidi ya moja, si ndio? Alafu mimi niseme mimi kanisa langu naruhusu ndoa 3. Niko sawa? Mungu alikataza talaka. Musa ni mtumishi wa Mungu, hii haipingiki. Kwa nini Musa aliruhusu talaka? Na wao wanamuuliza Yesu, kwa jinsi gani basi Musa aliamuru kutoa talaka? Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anawaambia mkusoma. Sasa nataka nionyeshe kwa vitendo kwa nini Musa alitoa talaka, aliruhusu talaka. Njoo wanandoa wawili, njoo. Sio lazima wanandoa. Njoo mama Eliza, njoo na baba Eliza, hao si wanandoa. Nataka nionyeshe kwa nini aliruhusu talaka. Kule nje mnaona hao ni wanandoa. Sogea hapa. Njoo Yusufu. Njoo na Tito. Unaona kwenye kitabu cha Mwanzo Biblia inasema tangu uumbaji Mungu aliumba mtu mume na mtu mke, si ndio? Sasa Mungu alianzia hapo, alimuumba huyu. Bwana asifiwe sana. Huyu hayupo. Yaani huyu hayupo kabisa. Mungu alikuwa na huyu. Hebu mshike mkono. Mungu alikuwa na huyu. Bwana asifiwe sana. Huyu hayupo, alikuwepo Mungu. Mungu akasema tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, wakamtengeneza huyu. Huyu akakuwepo pale kwenye bustani. Anasema mtu aliyemfanya akamweka wapi? Si tumesoma kwenye Mwanzo. Kwa hiyo alikuwa huyu peke yake.
akamletea kila kitu kimsaidie kazi za bustani. Vile wale wanyama hawakuonekana mnyama anayeweza kumsaidia huyu bwana, wote pale akatoa majina, lakini mbona Mungu kazi hizi zinanilemea na hao majamaa hayanisaidii? Kwa hiyo Mungu akaona la, huyu bwana ana uhitaji wa nini? Wa mke, si ndio? Wakati huu wana mahusiano mazuri hao, yaani huyu na huyu wanaongea, Adamu na Mungu ni wanaongea, wanahusiana vizuri. Unaona walivyoambatana mshikamana ile ya unaona walivyoungana Sasa kwa sababu Mungu ameona uhitaji wa huyu, tufanye huyu naye ni Mungu huyo mmoja, si ndio? Mungu ni mmoja na uwezo wa kuwa popote. Mungu kipindi hicho na yeye yuko na huyu. Hebu shikamana naye vizuri, shika huo mkono. Wewe Mungu, huyu mwanao. Bwana asifiwe sana. Mungu yuko na mwanae huyu hapo hakika. Kaona wanyama wote waliopita kwa huyu bwana, hakuna anayeweza kumsaidia. Bwana asifiwe sana. Na huyu naye Mungu, huyu yuko na Mungu. Hamjui kabisa huyu bwana, lakini ana ushirika na nani? Mungu ambaye ni yupi? Ni huyu hapa, si ndio? Mungu ana ushirika na kijana. Mungu huyo yuko hapa, ana ushirika na mwanamke. Anaamua kuiunganisha hii ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu sogeleeni sasa, mshikamane hivyo. Unganeni sasa. Unaona huyu mume amepata mwenzake. Unaona huyu amemwambia baba, wote ulionipa hakuna anayefaa kunisaidia. Akampa usingizi mzito, akamletea huyu hapa. Huyu anashituka, anamwona mke wake huyu hapa. Anasema sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu, nyama katika nyama yangu. Kwa hiyo ataitwa nani? Mwanamke. Huyu anasema nilichokiunganisha. Unaona huyu muunganisho? Nani anaunganisha hapa? Huyu mwanamke ana nani? Huyu mwanaume ana nani? Unaona hii muunganiko? Unaona hii ndoa? Sasa Mafarisayo wanamuuliza Yesu, kwa jinsi gani, kama wewe unasema kuachana haitakiwi, kwa jinsi gani Mungu alitoa ruhusa wa kuachana? Yeye ndo ameunganisha hivi, unaachanishaje? Bwana asifiwe sana. Unaona wewe mwingine, huyu dada hamjui huyu, alikuwa anamjua Mungu wake. Huyu bwana hakumjua huyu, alikuwa anamjua Mungu wake. Lakini wote walikuwa na uhitaji, Mungu akaamua kuwaunganisha. Ndio anasema nilichokiunganisha mimi mwanadamu asifanyeje? Kwa sababu mimi mwenyewe niko hapa, mimi mwenyewe niko hapa. Unaanzia wapi kutenganisha? Unaachaje? Unatoaje ruhusa ya talaka hapa? Hivi utatoa talaka hapa wakati wameshikwa na mwamba, utatoa talaka hapa? Wanaachanaje? Mwanamke ana Mungu, mwanaume na, yaani ni ndoa thabiti. Sasa ndoa iliyokuwa naiongelea Musa ni hivi, akaipa talaka. Waje wengine wanne. Njoo changamka. Kikaa hapa mbele muwe chapu, so mnaangalia. Njoo. Unaona sasa, hii tunaiona wapi ndoa ambayo Musa aliruhusu talaka hii hapa? Hii ni ndoa ambayo Musa aliruhusu talaka. Hii ndoa tunaiona wapi? Twende Mwanzo sura ya 6. Pale kwenye Mathayo tumeishia kwamba wanaswali kwa Yesu, basi gani Musa anaruhusiwa kutoa talaka? Twende Mwanzo sura ya 6. Nataka kuiangalia ndoa aliyoruhusu Musa itolewe talaka. Hii hapa haiachanishi. Hii ni marufuku ina Mungu. Tunaitaka hii ya Musa ambayo Musa aliruhusu itoe talaka. Mwanzo sura ya 6. Mwanzo sura ya 6. Tuanzie mstari wa kwanza. Anasema ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, wana wa kike wakazaliwa kwao. Wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote. Hebu tusome wote hapa. Wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Angalia mstari wa 3, anasema Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Hawa ni wa sura ya 6 ambayo ndoa tunaiona hapa. Hii ni ndoa ya kuchukua tu, hakuna tena maombi,
hakuna kumlilia Mungu, hakuna kumwambia Mungu naomba mwenzangu. Unaona basema walipozidi usoni pa nchi, wana wa Mungu wakazaliwa na hao binti za wanadamu, kuwa wakaona kuwa ni wazuri, wakajitwalia. Hiyo ndoa ambayo Musa anairuhusu kuachana, ya kubebana, sio ile. Bwana asifiwe sana. Ndio hii hapa. Huyu kijana anataka mwanamke wa kuoa, huyu naye anataka mwanaume wa kuoa. Hawana time na kuomba. Yaani wanakutana tu, wanaweza kukutana kwenye WhatsApp. Mimi naona wewe unanifaa. Wanaamua kubebana, unaona hapa Mungu hayupo. Huyu hana Mungu wala huyu hana nani? Wamebebana. Unaona hii ndoa Lakini kwa nini wabebane wakati wenzao pale walikaa kwenye misingi mpaka Mungu alipoona wanafaa? Kwa nini hao wamebebana? Huyu ana Mungu wake, huyo shetani. Wewe shetani kwa muda. Huyu kijana ana nani? Ana shetani. Na aka kadada na kenyewe njoo wewe. Na kenyewe kana shetani lake. Msiungane kwa. Unaona? Aka kadada kanaongozwa na nani? Aka kajamaa kanaongozwa na nani? Tamaa za baba yako ndio wanazozifanya. Kwa hiyo wamekutana, japo si hao tunajua wamefunga ndoa taratibu. Ni mifano hiyo. Bwana asifiwe sana. Aka kana tamaa ya baba yake huyo hapo Ibilisi. Na aka kadaka na kenye kana tamaa za babake yule pale Ibilisi. Ndio hii sura ya 6 walipozidi usoni pa nchi wakachukuana. Kwa hiyo huyu kwa tamaa za babake Ibilisi amempenda huyu bwana, na huyu kwa tamaa za babake Ibilisi amempenda huyu dada. Wamebebana, wameanza kuishi. Hakuna cha padre, hakuna cha shehe, hakuna kwamba kwa hata nisiende huko, hakuna ndoa huko, hakuna cha mchungaji hapo. Bwana asifiwe sana. Wameanza maisha. Sasa ndoa hii huwa daima ina misuguano sana. Maneno toka wewe, nani wewe, kwanza kuna chochote wewe, utanifanya nini wewe? Wewe ondoka hata saa hizi naleta chuma kingine. Ndoa hii. Anayevuruga ndoa hii ni huyu hapa. Baba hao Ibilisi. Yeye tunakumbuka tulikotoka na somo. Yeye ni nani? Mvurugaji, mharibifu. Kwa hiyo hawa hawezi kuishi kwa amani, ni ngumi, ni makofi, yani hivyo. Kwa hiyo huyu ana vitu vyake dasiri, huyu na yeye ana vitu vyake kulingana na baba yao. Tabia ya baba yake iko humu. Hii ndio ina nguvu saizi ya kubebana. Unaiona ile kule? Hii ndio Yesu aliyowajibu wale Mafarisayo, kwani hamkusoma tangu mwanzo? Aliyeumba mtu mume, aliumba na mtu mke, hii hapa. Hii iko safi. Binti na Mungu, kijana na nani? Wameunganishwa. Wapo kwenye mwamba, huwezi kuwamechanisha hawa. Hawa wamebebana popote, iwe ni sokoni, iwe ni wapi, kutokana. Mbona mnaachana mikono? Sijamaliza somo langu. Bwana siwe sawa. Kwa nini hao wamebebana tu? Sasa kinachoendelea, huyu anampa huyu tabia mbaya. Muone huyu wa nini, atamwonyesha na wengine. Huyu naye kwa sababu baba yake ni huyu hapa, anamwekea kwa roho machafu, tabia amfanyie huyu. Kwa hiyo ndoa hii ndio ndoa zinazoendelea leo duniani. Kwa hiyo Yesu alipokuwa anasema Musa aliwapa hati ya talaka kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, alikuwa anaiongelea ndoa hii hapa. Hii inaachanishwa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Anaiongelea ndoa hii ambayo haina misingi ya Mungu. Unaona misingi yao? Unaona kwa jamaa msingi wake shetani. Unaona kaka dada msingi wake shetani. Hii hata kwa sababu hata usipowaachanisha, yaani ukasema hakuna kuachana, bado kwa sababu msingi wake ni huyu shetani, itakuwa hii ndoa haitulii, haina amani, haina utulivu, hakuna upendo, wote wana misingi mibovu. Kwa hiyo Musa akasema kwanza Mungu wangu hamna. Musa alipochungulia kaona huku kuna shetani, huku kuna shetani, akasema hapo Mungu wangu muwe mnapeana talaka. Kwa sababu naona hata nisema wasipeane talaka, haya ni matatizo, au wameshaleta matatizo wenyewe. Kwa hiyo hata nikisema hakuna kuachana, wataweza kweli? Unaona msingi aliyokuwa anajibu Yesu hii hapa
Kwani hamkusoma tangu uumbaji Mungu aliumba mtu mke na mtu mume? Hii ina misingi thabiti. Sasa nyinyi wengi sasa hizi mna ndoa hizi ndoa Mungu azijui. Ndio maana tunaona hapa sisi tumeweka uhuru wa kubariki ndoa, mbarikini hizi ndoa. Na wao hizi hatuelewani misingi yenu. Leo mtanichukia, lakini bora niwaambie ukweli. Wanasifiwe sana. Hii ndoa usilinge nayo. Mungu haitambui. Usilinge na hii ndoa. Hii angalia misingi tuliyotoka nayo huko. Huyu kabwana akamjua mwanamke yoyote, kalikuwa kwanza kana mawazo ya kuoa. Uhitaji wa kazi za bustani ni nyingi. Mungu, mbona sioni wa kunisaidia? Hao wote nimetoa majina, hao hapo. Hakuna naye ni support. Ndio Mungu akasema basi nitakuwekea usingi, akamwekea usingi ndio akapatikana. Lakini huyu naye anapatikana, anamjua Mungu. Ana Mungu, yani yeye mambo ya mwanaume hajui. Ana Mungu, amebaki na Mungu, anaishi na Mungu. Baadaye ndio maana huyu akaanza kutoa unabii. Huyu ni mifupa katika mifupa yangu, ni nyama katika nyama yangu. Kwa hiyo ataitwa mwanamke kwa sababu ametoka kwangu mwanaume. Mungu akakomea pale. Nilichokiunganisha mimi mwanadamu asitenganishe. Na bado hiki kijana ameshikamana wapi? Nguzo yake ipo huko kwa Mungu. Huyu dada pamoja na kuunganishwa na huyu, nguzo yake iko wapi? Kwa Mungu. Hawana hizo nguzo. Kwa hiyo Musa anaposema wapeni talaka, kwa sababu haya ni matatizo. Nikiruhusu haya matatizo wabaki naye watauana hawa. Ni bora ni waruhusu wapeane talaka. Yakikushinda mama, peaneni talaka. Yakikushinda baba, peaneni talaka. Anatoa kwa sababu anaona mama mwenyewe ana shetani, kijana naye ana shetani. Kwa hiyo hata nikisema kuna kuachana au watauana. Mmenielewa hapa? Haleluya kanisa. Huyu shetani ni mvurugaji. Hii ndoa sasa hivi ndio imesambaa. Yaani sasa hivi mtu beba tukae, njoo tujaribu maisha. Njoo tujaribu maisha. Wanafikiri wako salama, hawako salama. Ndio iliyoko salama hiyo. Ndio maana hapa likitokea lolote, huyu akimlilia Mungu na huyu akimlilia Mungu, tatizo linatatuika. Kwa sababu misingi yake ni nani? Hii Mungu haijui. Kwa hiyo Musa alitoa ruhusa hii hapa. Yesu anawaambia mkusoma na iongelea hii hapa. Ndio maana akawaambia Musa aliamua kuwapa haki ya talaka kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Huyu ana moyo mgumu kwa sababu kashikiliwa na huyu. Kuambia subiri mpaka ufike wakati wa kupata mume wako, hataki. Utasubiri mpaka lini? Mimi huyu. Subiri upate wa Mungu mmoja, ubatizo mimi naondoka, na hata kama dini nyingine naondoka na hivyo hivyo. Moyo wako mgumu, sawa, ingia kwenye matatizo. Nani anaufanya moyo wa huyu uwe mgumu? Baba yake. Wewe leo unaona vijana wanasubiri kama taratibu za Biblia tena. Anaingia kwenye ndoa mwingine na ana mimba ya kujifungua mwezi ujao. Na wewe tumefunga ndoa na tumbo hiyo. Hiyo ndoa Mungu hajashiriki. Aliyeiunganisha ni shetani. Wengine wamesha juana kila kitu. Sasa ngoja tubariki. Yaani lafu hizi sasa hizi ndio hii michezo hii hapa. Hii leo hii ndoa hizi ni chache za kuzitafuta hizi. Bwana sifiwe sana. Hizi ni za kuzitafuta. Na wana sisi tumeshikilia hapa, tumegongomelea hapa. Unaona tunafukuzaga wazinzi hapa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Mimi mpaka nichelewe lini? Mimi tayari huyu ananitaka. Anaanguka naye. Nani anakuangusha wewe binti huyo? Kwa nini wewe kijana umeanguka? Ameangushwa na yule baba yake Ibilisi. Saizi ndio mwendo huo. Hii ndoa inaonekana kama Mungu hakuiweka hiyo. Inaonekana Mungu aliasisi ndoa ya kubebana, kuchukuana. Njoo Bwana tuanze maisha. Njoo Bwana tujaribu maisha. Njoo Bwana. Yaani hii sasa hawa wako kwenye hatari. Bwana asifiwe sana. Hii ndoa ni hatari. Ndio maana si ngumu kusikia huyu kamchoma kisu. Si ngumu kusikia huyu kamwagia maji ya moto, japo sio nyingi, natoa mifano na mbingu zielewe hivi. Bwana asifiwe sana. Wewe unasikia leo watu wamechomana visu, wamemwagia na moto. Kama ni wapenzi kweli, kwa nini mchomane visu? Mlioana ili muishi ili mchomane visu. Nani anawafundisha kuchomana visu? Baba yao. Baba yao. Hii ndoa ina msamaha. Wakikoseana hawa, baba yao ambia muombe msamaha mwenzako.
Unakuta wanakoseana, wanaombana msamaha kwa sababu misingi yao ni ya Mungu. Mungu ni wa rehema. Kwa hiyo unakuta huyu atamkosea huyu, wanasameheana, maisha yanaenda. Hii ndoa ni hakuna, hii ndio inaitwa saizi haki sawa. Haki sawa. Mimi nilipika mchana na wewe unapika saizi. Hii kama mnasikia haki sawa, sijui mwanamke wa nguvu, si mnasikia wale maneno? Mwanamke wa nguvu, sijui nini, yani kuna vitu vingi saizi. Mungu ana utaratibu wake. Anasema mwanamke atamtii mume wake kama kumtii nani? Huyu atamheshimu huyu kama anavyomheshimu huyu. Bwana siwe sana. Huyu naye atampenda huyu kama anavyompenda nani? Hao wanaopata wapi upendo? Huku ni vurugu, kule ni vurugu. Upendo hapo anautoa wapi? Hao watapiga, hata kaa nao kwenye baraza la migogoro, hao wanatoka kwenye chumba cha mgogoro nyumbani tena zinapiga. Wanachota wapi msamaha? Kule amekaa muuaji, huku kakaa muuaji. Wanachota wapi msamaha? Ndoa ngapi leo zina misuguano hizi hapa? Ninapoongea najua wanandoa wengi hapo mnanielewa vizuri sana kuliko wale wanaojao. Mnanielewa vizuri. Hizi mlikutana chuo, mkaanza mahusiano huko, mkapendana hivyo, mkajuana, mkamwasi Mungu aliyewafanya mumwasi Mungu. Wanachuo wengi wazee na mpenzi na shakala la rae, kashamjua, anamhudumia kama mke wake huyu. Mungu aliyoyasisi hapo. Ndio maana kwenye sura ya 6 angalia anachosema, wana wa Mungu waliona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Angalia, Mungu akasikitika. Bwana akasema roho yangu, Mungu akaumia, roho yangu haitashindana na wanadamu. Kwa nini anaumia? Wamekataa kufuata misingi ile, wamejianzishia misingi yao. Mungu akaumia, akasema roho yangu haitashindana na wanadamu. Napunguza hata miaka yao ya kuishi. Yeye alitaka kubaki huko, au akaona huko kuna kuchelewa huko. Ndio maana unaona katoto ka miaka 18 kanajua kila kitu, si ka kiume si ka kike. Haya, wameiacha cheni hii, wameingia kwenye cheni hii. Nani hajaelewa? Mwambie mwenzako umeelewa. Sikwambika achane na mume wako au na mke wako. Bwana asifiwe sana. Biblia anasema mtaujua ukweli, na ukweli utafanya nini? Chanzo cha matatizo yako, ndoa yako ni hii. Msingi wa ndoa yako ni, ndio maana unasema yani mimi mume wangu, yani mimi mke wangu, yani amuelewani misingi. Ndio maana akasema kama misingi ya mwenye haki ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Misingi ile pale wameiharibu. Saizi watu wana misingi hapo. Ndio maana unaona kuna masingo maza. Na mimi singo maza nalea mwanangu mwenyewe. Wewe umepataje watoto? Umepataje? Sema singo maza. Ni mwanamke wa nguvu. Ujue ile imekurupushwa. Ndoa hiyo. Hawa hawezi kupeana maneno machafu hao. Angalia waliposhikiliwa. Bwana asifiwe sana. Hawa wanaheshimu misingi kwa sababu wanamjua Mungu. Walijitwalia wanawake wowote. Na sasa hizi unaona mtu anachukua mwanamke yoyote. Yaani yeye ni Mkristo anabeba Muislamu, yeye Muislamu anabeba Mkristo, yeye sijui Makonda anabeba Mnyakua, yaani vurugu yoyote. Wapo kwenye maandiko. Kibindi kidogo kinatoka na baba huyo, babu yake kabisa anatoka naye. Na akina wanaambia gari bovu linakutwa na gari zima. Ndoa hiyo. Hii haiwezi kawa hivi. Ukisikia maneno ya gari bovu linakutwa na gari zima, ni ndoa hiyo. Ndio zilizojaa leo mitaani. Haleluya kanisa. Unaweza mkaenda mkakaa. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo shetani ni mvurugaji. Hebu mwambie mwenzako shetani ni mvurugaji. Mwambie shetani ni mharibifu. Kwa namna hii lazima uwe na maombi makali. Amen. Usipokuwa na maombi makali anakuvuruga. Anakuharibia system ya maisha yako. Wengi wameharibiwa system zao za maisha.
kajikuta anaishi ndoa hii wakati kusudi lake ilikuwa ndoa hii. Mmoja akaniambia, mchungaji, nimejitunza sana mimi katika maisha yangu. Dada mmoja alikuja kwenye ushauri, ananiambia, nimejitunza sana mimi katika maisha yangu sana, na nilimwambia Mungu sitakuja nimjue mwanaume mpaka niingie kwenye ndoa takatifu. Akasema nafika sijui mwaka gani sijui kidato cha ngapi, akaja kijana mmoja akanirubuni, nikajikuta tu nimeangukia kwenye mikono yake. Alafu leo ananipiga kila siku, mpaka leo hakujui kwa wazazi wangu. Nikimwambia kwa habari twende kwa wazazi wangu, ataki. Anaambia tulikutana mjini, tutaachana kimjini. Kwa hiyo ana maumivu mazito, ameshamharibia ujana wake. Ndoa gani hii hapa? Kwa hiyo shetani anaharibu, kwa sababu mipango ya Mungu kwa kila mwanaume, kwa kila mwanamke, alitaka waende sawa sawa na neno lake. Haleluya kanisa. Kwa hiyo umeingia kwenye ndoa, bariki hiyo ndoa. Wanazuri sana. Ili umondoe huyu bwana asio na uhalali wa kumshikilia. Ndio kwenye ile Wakorintho wanasema kama mtu mwanamke ameamini, mwanaume hajaamini, na yule mwanaume anakubali kukaa naye, asimwache. Unaona, hamjaamini wote, mlikutana, lakini anakubali kwa wewe. Sasa hivi umepata neema, umeokoka, huyo mwenzako anakubali kukaa na wewe, usimwache. Hilo ndio agizo la Mungu. Haleluya kanisa. Si ulikataa ile misingi, ukajikuta umeangukia, sasa umepata neema, umegundua kwamba hii ndoa yangu si sahihi, usimwache. Labda aondoke mwenyewe, lakini anakuonya usimwache. Ndio maana mimi nakuonya, baada ya kuelekeza hivi, sio mkapeane talaka. Ni nyinyi kutafuta namna ya kurudi kwa Mungu. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Joto kali sana. Twende andiko lingine. Tupo kwenye Mwanzo 6:1-3, si ndio? Twende Zaburi 45. Zaburi 45 mstari wa 10 mpaka wa 15, andiko langu la mwisho, tuingie kwenye maombi. Joto ni kali sana. Nashukuru Mungu leo nimemaliza hilo somo. Kwa nini niombe maombi ya vita? Shetani ni mharibifu. Zaburi 45. Zaburi 45. Mstari wa 10 mpaka wa 15 anasema hivi: sikia binti, utazame, utege sikio lako, wasahau watu wako na nyumba ya baba yako, naye mfalme atautamani uzuri wako, maana ndiye Bwana wako, nawe umsujudie. Na binti Tiro ataleta kipawa chake, nao matajiri wa watu watajipendekeza kwako. Binti mfalme yumo ndani, ana fahari tu, mavazi yake ni ya nyuzi ya dhahabu. Atapelekwa kwa mfalme na mavazi yaliyofumwa kwa uzuri. Wanawali wenzake wanaomfuata watapelekwa kwako, watapelekwa kwa furaha na shangwe na kuingia katika nyumba ya mfalme. Anaongelea namna Mungu alivyotaka binti apelekwe kwa mume wake. Mfalme anayetajwa hapa ni mume wake. Apelekwe kwa mume wake kwa shangwe, kwa vigelegele, apelekwe na mabinti wenzake, asindikizwe na shangwe za furaha siku ya harusi. Si kama kinachoendelea sasa hivi. Mtu anaamka tu anamke ndani. Umeoa? Mbona huko nipa kadi? Nimechukua tu. Na mtu ana aibu kabisa, anambia mume wangu yule pale.
Na ni kweli mume wako, kwa sababu si mmefundishwa, si mna Mungu wenu na Mungu wenu. Bwana asifiwe sana. Haikuwa hivi hapa. Anasema wanatakiwa wapelekwe kwa furaha, kwa shangwe, na watu washangilie. Anasema sikia binti yangu, usiingie kwenye ndoa kipupapupa tu. Anajaribu kuelekeza mabinti wale, wanaambiliwa hawa hapa Shilo si wajui vizuri, na wajua wale na wajua, lakini kama unakaa kwenye huduma hii, amua kufanana na hii huduma. Kama unao mnabeba huku, tukikubaini kwa kufuta hiyo, hatunaga mjadala kwamba unasali hapa alafu unataka tule ubwabwa alafu tukuaje kwa shamba tukupe na vizawadi. So pupu umeenda. Hawa ambao wamekuja tayari wameshajipeleka, lakini wewe ni binti wa hapa, umeamua kukaa kwenye huduma hii, lazima rudi kwenye ndoa hii. Kama una uhitaji wa mke, kama una uhitaji wa mume, kaa, kwa sababu pale kwenye Mathayo pale Yesu anasema kuna wengine wameamua kuwa matoashi kwa ajili ya Bwana. Yaani kuna wengine amesema mimi siowi wala siolewi kwa ajili ya kumtumikia nani? Kuna wengine wamefanywa na Mungu hivyo, yaani Mungu mwenyewe amewafanya hivyo kwamba hawataki kuoa, ni matoashi. Mwingine uwezo wa kuoa kabisa anao, nguvu anayo, kila kitu anacho, uchumi mzuri, lakini anasema nikioa nitapunguza spidi yangu kwa Mungu na baki hivyo hivyo nimtumikie Mungu. Yesu ameelezea pale kwenye Mathayo kwamba wengine wamefanywa kwa ajili ya ufalme wa Mungu, wengine tangu kuzaliwa wao ni matoashi, wako hivyo. Ndio maana pale chini anashauri ukiweza. Na tunaona kwenye Biblia Paulo hakuoa, Elia hakuoa, si ndio? Bwana mwenyewe hakuoa, Elia hakuoa, hata Elisha hakuoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Paulo hakuoa. Ndio maana yeye kwenye nyaraka zake ameshauri sana uwe kama mimi. Ukishindwa oa, sababu kuoa si dhambi. Ameongea hivyo Paulo. Na Bwana ameiongelea hapo. Yeye alifanywa kuwa vile kwa sababu ya ufalme wa Mungu. Akuoa mpaka amemaliza kazi ya Mungu. Pigiliwa misumari pale, akafa kama sadaka ya dunia. Kwa hiyo ukiweza kuolewa si lazima, wala kuoa si lazima. Hakuna mahali Biblia inaambia lazima uolewe au lazima uoe. Lakini kama uwezi kukaa hivi, oa, kwa sababu kuoa si dhambi. Kilichomfanya Adamu apewe mke, uhitaji, shughuli za bustani zilimlemea. Ndio maana kaletewa na Mungu, yeye alikuwa na Mungu. Kwa hiyo leo unasema mimi siwezi kukaa hivi, nataka kuoa. Ngoja uletewe na Mungu, ngoja upewe na Mungu. Sio kumtafuta kwenye mtandao. Sisi tumekutana chuo, sisi tumekutana wapi? Utaingia kwenye ndoa utakuwa na majuto na hiyo ndoa mpaka unamaliza. Ndoa nyingi leo vurugu kwa sababu waliipeleka wenyewe, wakipeleka na baba yao, tamaa za baba yao ndio zilizopeleka. Ni majuto, ni ngumi, ni magomvi, ni mafarakano. Bwana Yesu asifiwe sana. Vijana wengine wadogo kabisa niliwahi kuwashauri, wadogo kabisa. Niwashauri mara ya kwanza, nikafikiri ameishi. Wamerudi tena mwezi mmoja uliopita, nafikiri mwezi wa kwanza. Wazee mchungaji bado. Hivi tu ninapoongea tayari mwenzangu ashavunja simu nyingine, ashavunja na TV nyingine. Na kule nyuma zilishavunjwa simu za kutosha, zilishavunjwa TV za kutosha, lakini tena wamerudi. Anasema bado baada ya ushauri wako bado tumerudi, kashanipigia simu yangu, kashanivunjia. Anasema yani akinipigia simu nisipopokea, labda kwa sababu anasema kijana ana kazi hizi za nini hizi, za M-Pesa, Tigo Pesa na nini. Mama na kisichana kinashona. Tunajifunza ushuhuda, kwani mnajua ni nani hapa? Na kufundisha wewe unayenisikia hatari ya hizo ndoa. Na huyu jamaa ndo anayezivuruga. Anasema mara ya mwisho amenivunjia simu yangu
ilikuwaje? Anasema nilikuwa kwenye shughuli za Tigo Pesa, natuma pesa. Kanipigia mara ya kwanza, lakini niko busy, sijapokea. Kapiga mara ya pili, sijapokea. Piga ya tatu, sijapokea. Kakurupuka huko anakofanyia kazi, kafika pale, kaingia tayari kafula. Sasa nilipoona tu hivi nikajua hapa ni hatari. Anasema sasa nimekaa yaani sitaki pale kwa ofisini kwangu vurugu. Nimekaa na subiri nini kitatokea. Anasema kaingia, akakusanya vile vitu pale vinavyochagia sijui, akavichanganya, akavibeba, akafaka chini. Alafu kaondoka. Mtoto wa kike huyo. Simu za wateja ninazotumia kufanya miamala yote pasua. Na bado wanaishi. Shetani yupo kazini. Sasa simu haijapokelewa. Simu naongea jamani. Ilikuwaje upokee simu yangu? Hivi vidudu unavyovivunja vinahusika nini? Kijana naye anasema, mwanamke naye anasema, huyu jana kanipikisha mimi ugali. Karudi jioni ananiambia mimi nimeshiba. Sina haja na ugali wako. Mimi naweka ugali, yeye amekula wapi? Yaani unaona ni visababu ambavyo havina hata mashiko. Jana kaniachia ugali wangu. Namwambia umekula wapi jana? Sasa kwa kweli mchungaji, mimi alipovuruga vile vitu, niliporudi hata sikutaka chakula chake. Nikamwambia tu mimi nimeshiba. Si kwamba nilikula popote. Nilikuwa na uchungu na vitu vyao. Hawa watoto, nikasema nyinyi watoto mna mwisho mbaya. Kwa hiyo hao ukiwaambia mwachane ufanye kosa. Kwa sababu misingi yenyewe si ndio ile ya hapa. Kwa nini naachanisha ile? Si unaachanisha ile hapa. Hizi ndondi zitaendelea mpaka hivi. Lakini wako pamoja. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuangalie maandiko, tuyaishi maandiko, tuliishi neno la Mungu. Simama kwenye nafasi yako, kama ni kijana, kama ni binti. Uwe na maombi ya vita, kwa sababu shetani anakuinda wewe kwa njia nyingi sana ambazo huwezi kuzikabili. Angalia vita, sasa mimi nilijitunza na nilitaka mimi niingie kwenye ndoa takatifu, kanivurugia huyu. Kwa hiyo nina hasira nayo, kanivurugia maisha yangu, kanivurugia hiki, alafu sasa hivi hataki hata kwenda kwetu. Nina hasira na huyu. Hivi hapo kuna raha ya ndoa kweli? Nikasema watoto hawa sijui ni waponyeje. Nikaamua niwasimulie uzuri wa ndoa. Nikaamua nigeuke sasa Mfalme Suleiman. Niongee uzuri wa ndoa. Kana wambia ndoa hizi kiwa na msingi mzuri wa Yesu, ndoa ni nzuri sana. Kaanza kuinadi pale, wakabaki kimya. Yaani unaona kabisa, unasema kama ndoa ndio hivi. Mbona si kwetu haiko hivi? Mbona sisi huu uzuri hatuoni? Bwana asifiwe sana. Msichana mzuri, kijana bado kijana kabisa mbichi. Wewe mwenyewe unayenisikiliza unajua machungu unayoendelea nayo kwenye ndoa yako. Shida ni nini? Msingi. Haleluya kanisa. Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Leo wengi wameanza misingi. Ndio maana hapa nimeangalia tu msingi mmoja. Nimesema shetani anaharibu mpango wa Mungu kwa mwanadamu. Tumesema tuangalie msingi wa ndoa, msingi wa Mungu na msingi ambao shetani ameuratibu sasa. Angalia, kila mtu hapa yupo, kila mtu nimekuacha kwenye tafakari. Nikianza kuchambua mambo hapa, misingi mingi ambayo shetani ameivuruga mpaka ya imani hii. Ndio maana wengi wanaona sisi tuliokoka haiwezekani kushinda dhambi duniani, kwa sababu tayari na msingi mwingine wa imani ambayo yeye kule anafanya dhambi na kusali na sala. Sisi tukamwambia msingi wetu huu wa neno la Mungu, tumekatazwa dhambi, tumekatazwa. Sema hapa duniani haiwezekani. Kuishi bila dhambi hapa haiwezekani. Kwa sababu msingi wake yeye anaambiwa wewe sali na dhambi fanya. Kama pombe kunywa kidogo usilewe.
Kama mfungo, funga masaa matatu. Yaani natangaza mfungo, nafunga saa 1 mpaka saa 3 eti nimemaliza mfungo. Saa 4 nakula. Huo ni mfungo kweli? Kama nukuiba, anaambiwa iba lakini usikamatwe. Ukikamatwa ndo dhambi. Kama umefanikiwa umeiba, hakuna mtu anakuona, hiyo haina shida. Kwa hiyo misingi imeharibiwa sana. Hapa nimeuangalia tu wa ndoa. Lakini kama Mungu atanipa neema, niangalie misingi mingi, alafu niifundishe, wengi wenu mtashangaa. Simama kwa miguu yako.